Mazingira anapoishi Dr. Mpango baada ya kustaafu. Mapema leo, Januari 20, 2026, Makamu wa Rais mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Philip Mpango, alipokea ugeni kutoka Shirika la Utangazaji Tanzania TBC, ulioongozwa na Mkurugenzi Mkuu wa shirika hilo, Dr. Ayub Rioba Chacha. Baada ya mazungumzo na wageni wake, Dr. Mpango aliwatembeza katika mji wake ili wajionee maisha halisi anayoishi. Safari hiyo ilikuwa ya mshangao kutokana na uwepo wa mazingira asilia yenye mvuto wa kipekee. Mji wa Dr. Mpango umezungukwa na miti mingi ya asili, miti ya matunda na kivuli, na kuna maua ya aina mbalimbali, baadhi yake yakistawi katika ardhi ya kawaida na mengine yakivutia hata katika ardhi ya jangwani. Katikati ya uzuri huo, kuna ng'ombe na mabwawa ya samaki, na kila kitu kikiwa na ushuhuda wa falsafa yake ya kuhifadhi na kuthamini mazingira kwa lengo la kuyatunza kwa vizazi vijavyo. Ukiwa hapo, huwezi kujizuia kusema kuwa wastaafu wengine wanapaswa kujifunza kutoka hapa. Utaona wazi kwamba ustaafu si mwisho wa maisha, bali ni mwanzo wa sura mpya yenye ubunifu, utulivu na tija. Hii ni kokoa. Tumepiga line nzima hivi naenda hivi. Zaidi ya hayo, Dr. Mpango ametenga eneo maalum kwa ajili ya wageni, ambapo huduma zitakazopatikana hapo ni pamoja na mgahawa, maeneo ya kuogelea, sauna, michezo ya watoto na bustani za kupumzika. Kwa haraka tu ukiwa ndani ya mji huo, unaweza kabisa kusahau kwamba bado uko mkoani Dodoma, kutokana na mazingira ya kijani na uhai uliopo yanapingana kabisa na taswira ya kawaida ya Dodoma iliyozoeleka kuwa na ukame. Kwa hili, Dr. Philip Mpango ameandika simulizi ya maisha, simulizi ya ustaafu wenye maono.